Hujambo na karibu sana katika ripoti ya siku kutoka uwanja wa vita baina mwa nchi mbili, Urusi pamoja na Ukraini. Wanajeshi wa Urusi wameharibu magari takriban 20,500 tangu kuanza kwa operation maalum huko nchini Ukraini. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imeripoti juu ya taarifa hiyo mapema kabisa siku ya jana juu ya upotevu wa magari hayo katika nchi ya Ukraini. Katika taarifa hii italenga kukufahamisha maeneo ambayo Urusi imeyapiga zaidi siku iliyopita, huku ikidaiwa kuwa ni mashambulizi ya kisasi baada ya Ukraini kushambulia eneo muhimu la Urusi huko Yalabuga, Tatarstan. Na mwishoni kabisa utasikia jumla ya hasara, maafa na uharibifu uliofanywa na kikosi hicho cha Urusi katika maeneo hayo ya Ukraini. Kabla ya yote na kukumbusha kubonyeza neno subscribe ili pia usipitwe na taarifa hizi ambazo kila siku nimekuwa nikikufahamisha. Jeshi la Ukraini limepoteza zaidi ya wanajeshi 250, vifaru viwili, magari matatu ya kivita ya kupambana silaha na magari 16 katika eneo la Donetsk kwa saa 24 zilizokwisha kupita. Na pia vikosi vya Urusi vimeharibu bunduki iliyotengenezwa na Marekani ya milimita 155 M109 Paladini yenyewe ya rashasha, pamoja na mfumo wa kuchoma silaha binafsi wa Akasia wa milimita 152, bunduki tatu za milimita 152, bunduki ya uwanjani yenye milimita 12, D30, hawitzer ya D30, kituo cha vita kilichotengenezwa na Marekani, lakini pia na kituo cha Uingereza kilichotengenezwa kwa bunduki. Ambapo jeshi la Ukraini limepoteza zaidi ya wanajeshi 300 na tanki katika mapigano na vikosi vya Urusi katika eneo la Avdiivka siku iliyopita, ambapo pia jeshi hilo la Urusi baada kushambulia eneo la Donetsk pia mashambulizi ilipeleka eneo la Avdiivka na kupelekea maafa ya wanajeshi 300 katika siku iliyokwisha kupita. Ambapo katika eneo hilo la Avdiivka vitengo vya kituo cha Battle Group viliboresha nafasi zake za mbele na kuendelea na shughuli za mashambulizi dhidi ya jeshi la Ukraini. Hasara za jeshi la Ukraini katika eneo hilo la Avdiivka kwa masaa 24 yaliyokwisha kupita ilijumuika na kuwa idadi ya wafanyakazi 300, magari mawili ya kivita, magari 4 ya magari, lakini pia upotevu wa hawitzer ya D30 katika mwendelezo wa mashambulizi hayo, na hizo pia zilikuwa moja ya hasara ambazo jeshi la Urusi liliweza kuzipelekea katika eneo hilo la Avdiivka huko Ukraini. Majeshi ya Urusi yameharibu brigades mbili za jeshi la Ukraini katika eneo la Kherson na kukomesha karibu askari wa Ukraini 40 katika siku iliyokwisha kupita. Ambapo mashambulizi katika eneo la Kherson, vitengo vya Dnipro Battle Group vilisababisha uharibifu wa nguvu za moto juu ya muundo wa kikosi cha 141 cha kikosi cha askari wa miguu wa Ukraini na brigades ya 118 karibu na makazi ya Novoyevka na Rabotino katika mkoa wa Zaporizhia. Hasara za jeshi la Ukraini katika mkoa wa Kherson kwa masaa 24 yaliyokwisha kupita ilikuwa jumla ya wafanyakazi 40, malori mawili ya kubeba mizigo na bunduki ya rashasha ya milimita 152 iliweza pia kuangamizwa katika mashambulizi hayo. Na baadaye pia vikosi vya ulinzi vya angani vya Urusi viliangusha roketi 41 za HIMARS iliyotengenezwa na Marekani pamoja na nchi ya Czech na kuharibu magari 195 ya angani ambayo hayakuwa na marubani katika siku iliyokwisha kupita. Ambapo katika kipindi cha saa 24 zilizokwisha kupita, uwezo wa ulinzi wa anga uliangusha magari 195 ya angani ambayo hayakuwa na rubani ya Ukraini na roketi 41 za mifumo ya HIMARS na Vampire ya kurusha roketi nyingi. Urusi pia siku ya jana ilifanya mashambulizi ya makombora dhidi ya mji wa Dnipro mchana tarehe 2 Aprili na takribani watu 12
walijeruhiwa wakiwemo watoto 5 kwa mujibu wa Al-Yasaki. Majeruhi 8 pia walilazwa hospitalini. Taasisi ya elimu iliharibiwa kutokana na shambulio hilo, lakini watoto walikuwa wanajificha katika mahali pa kujikinga na mabomu yaliyokuwa yakirushwa na jeshi la Urusi. Tahadhari ya uvamizi wa hewa ilipaa huko Dnipropetrovsk Oblast mnamo majira ya saa 10:25 saa za huko. Milipuko ya kwanza iliripotiwa mnamo majira ya saa 10:40 za jioni saa za huko. Urusi awali ilishambulia Dnipro kwa ndege zisizo na rubani usiku mmoja tarehe 2 Aprili na kusababisha moto mara 2 kutokana na vifusi hivyo kuanguka, ambapo jengo la ghorofa 2 za kitengo cha zimamoto liliripotiwa kuharibiwa na shambulio hilo la Urusi. Kwa ujumla mpaka sasa vikosi vya Urusi tangu kuanza kwa operesheni maalum ya kijeshi huko Ukraini limeharibu jumla ndege 581, helikopta 270, magari angani ambayo hayakuongozwa na mtu takriban 18374, mifumo ya makombora ya uso kwa uso 495, vifaru na magari mengine ya kivita 15680, lakini pia mifumo ya kurusha roketi 1261, silaha za angani 8629 na makombora ya kutegwa ardhini na magari maalum ya kijeshi 20530. Na hiyo ndiyo hasara ambayo mpaka sasa imeweza kusababishwa na jeshi la Urusi huko nchini Ukraini, kama namna ambavyo umesikia juu ya uharibifu wa magari kadhaa, lakini pia vifaru vya kivita namna ambavyo jeshi la Urusi limeweza kuviangamiza. Kesho pia nitakufahamisha juu ya kile ambacho jeshi la Ukraini limeweza kusababisha maafa kiasi gani katika mashambulizi yake ambayo yamekuwa yakifanya huko nchini Urusi. Kila siku nitakuwa nakufahamisha ripoti za hasara, lakini pia kila siku nitakuwa nakufahamisha ni nchi gani au ni jeshi gani ambao limeshambulia zaidi katika nchi husika. Kumbuka hii ni vita baina mwa nchi mbili, Urusi pamoja na nchi ya Ukraini. JMTV kila siku pia imekuwa ikikufahamisha ripoti hizi kutoka huko viwanja vya vita baina mwa nchi hizo mbili. Asante sana kwa muda wako, na kukumbusha tu kubonyeza neno subscribe kama bado huja subscribe, basi fanya hivyo sasa ili pia usipitwe na taarifa hizi ambazo kila siku JMTV imekuwa ikikufahamisha. Karibu sana hapo baadaye. Hii ni JMTV.